Bwana Yesu alikuwa kwa shetani. Ndio maana Biblia inasema naye alituhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo kabla ya kukutana na Yesu, shetani alikuwa ndiye kiongozi wako. Si ndio? Hata wewe uliokoka vizuri. Mimi ninajua kabisa toka disco mpaka kuja kwa Yesu alikuwa rais. Kwa alikuwa mwenyewe ndio anaendesha hiyo gari. Anapotaka disco wapi nenda naye. Lakini anapoingia Yesu anabadilisha huo mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakwambia namba moja inabaki kwenye heshima yake ni ya Mungu. Lakini leo tukaendelea. Nikakwambia sasa ndio tunajifunza, tunaingia kujifunza kuomba kiagano. Kama wana wa agano, tunafanya agano na Baba. Nikakwambia kwenye ile Luka sura ya 11 usome. Wakati mwanafunzi mmoja anamuuliza Yesu kwamba naomba utufundishe kuomba. Alitumia neno kusali. Kama vile ambavyo Yohana aliwafundisha wanafunzi wake. Yesu akaanza kwa namna ya kwanza. Akasema kila msalimu mseme Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe. Nikakwambia alikuwa anaonesha kwa kuwa sisi ni watoto, basi tunapaswa kumwendea Mungu kama Baba. Utoto tumeupata, haleluya. Lakini akasema bado unaweza mkamwendea Mungu kwa namna nyingine. Akasema unaweza mkaenda kwa Mungu kama kwa rafiki. Akatoa mfano hapo kwenye Luka sura ya 11. Akasema alikuwa rafiki mmoja ambaye alitembelewa na wageni na alikuwa na rafiki yake. Alienda kubisha ili apate dharau mikate kwa ajili ya kuwawekea wale wageni. Na yule ndugu alikuwa naomba, alikuwa amelala na watoto wamefunga milango. Lakini yule jamaa akasema kwa sababu yule rafiki yake akaendelea kugonga, akagonga. Ndipo Yesu akasema kwa kadiri yule jamaa alikuwa anaendelea kugonga, na waambie yule wa ndani akatoka akampa yule jamaa kadiri ya uhitaji wake. Kwa hiyo anaonesha namna nyingine ya kwenda mbele za Mungu. Ukiwa mtoto wa agano kama rafiki, Mungu kama rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambia kadri ni hakimu kwa lugha nyepesi ya sasa. Picha hii Yesu alikuwa anatoa mfano wa namna tunaweza tukaenda mbele za Mungu pia kama kwa haki, mtoa haki. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ukisikia vitu vya hakimu maana yake mahakama ipo. Ndio tukajifunza sasa kitu cha mahakama. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza kitu cha mahakama ya kimbingu ambayo tumefanya na maombi, tumeenda hapo na tumeomba mbele za Bwana. Haleluya. Hayo Zekaria na Herodia tu kwa yule ambaye hakuwepo anaweza kupata kitu cha kufanya. Mstari wa kwanza Zekaria 3 mstari kuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapohukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu. Nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wanikaribiao. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja sasa nikuunganisha na ile Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi, kwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akajibu Bwana na akukemea. Akamjibu na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku, huku na humo, huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wako Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia asubuhi, huyu Yoshua kuhani mkuu
alienda mbele za Bwana panapotafsiriwa kama kwenye mahakama ya kimbingu, na aliposimama mbele ya ile mahakama, mkono wake wa kuume alikuweko Shetani. Shetani alikuwa amesimama upande wake wa kuume ili kushindana naye. Nikakwambia ipige picha mahakama jinsi ilivyo. Mahakamani panakuweko na hakimu ambaye sisi tunamwona kwenye maandiko sasa na Danieli ile sura ya 7 mstari wa 10 kwamba hakimu alikuwa ni Mungu anayetoa haki. Alafu panakuwepo na mshtaki, maana yake aliyeleta mashtaka kwenye mahakama. Lakini sikumalizia, panakuwepo na mshtaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hiyo mahakama ya kimbingu. Lakini pia panakuwepo na wakili kwenye hiyo mahakama ya kimbingu. Kwenye eneo la mshtaki ndipo mahali tulipozungumza na tukaingia kwenye maombi. Tukamwona Yoshua namna alivyosogea kwenye ile mahakama, alafu amekaa mkono wake wa kuume. Tafsiri ya Biblia zingine nikakwambia inasema alikuwa akimshtaki Yoshua. Kwa nini alikuwa anamshtaki Yoshua? Nikakueleza kwamba alikuwa ana ushahidi juu ya maisha